mtakatifu siku zote za maisha yako. Bwana asifiwe. Muda tuliopewa ni 1 hour. Tumekamilisha 1 hour yako awamu ya kwanza, hii ni awamu ya pili. Hebu na tuingie hapo katika Isaia. Isaia 45. Isaia 45. Tutaanza hapo moja, Isaia 45. Na tutasikia vile neno la Bwana limwambia Koreshi masihi wake. Bwana asifiwe. Sisi tukiangalia ni watiwa mafuta wake Bwana. Na Mungu Baba anatuambia sisi ni wateule wake. Saints. Bwana asifiwe. Wateule ni saints. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anasema hivi, haya ndio Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Bwana asifiwe. Neno hilo ambapo alisoma dakika hii, haya ndiyo Bwana amwambia Koreshi masihi wake. Masihi wake ni kumaanisha mtiwa mafuta wake. Bwana asifiwe. Mtu ambaye ni mtiwa mafuta wake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Ambaye amemshika mkono wake wa kuume, your right hand. Bwana asifiwe. Amekushika ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Bwana asifiwe. Unapotazama ya kwamba mtu wakati ameshikwa na Mwenyezi Mungu, Bwana asifiwe, na kuongozwa na Mwenyezi Mungu, kama amekukamata kwa mkono wako wa kulia, mkono wa haki. Bwana asifiwe. Mkono wa haki akuelekezao mahala ambapo hakuna mtu awaye yote anaweza kufunga. Bwana asifiwe. Huyu unapoangalia mti wa mafuta, kumbuka Bwana anasema anatazama utakatifu wake akiwa mbinguni. Bwana asifiwe. Anatazama utakatifu wake toka mbinguni. Utakatifu ukilia anatumana mara moja. Bwana asifiwe. Ili kuja kuangalia na kutazama mbona huo utakatifu unalia. Utakatifu ule, angalia, umetiwa mafuta. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe kanisa. Na yale mafuta ndio Mungu anatazama. Amen. Yale mafuta ndio anawatazama. Bwana asifiwe. Na hapo unaona kwamba atalegeza viuno vya falme ili kufungua malango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna malango ilikuwa imefungwa, lakini ni yeye atafanya nini? Atalegeza viuno za wafalme. Bwana asifiwe. Ili kufungua milango mbele yake. Mbele ya nani? Ya huyu Koreshi masihi wake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mbele ya Koreshi masihi wake hakuna mlango utakao kuwa umefungwa. Milango itafunguliwa. Hata leo hii dada na ndugu, ule mlango unaona kana kwamba umefungwa mbele zako, waja kufunguka. Bwana asifiwe. Kile ambacho unaona ni kizingiti ambacho huwezi kuvuka, Mungu anakuja kufungua. Bwana asifiwe. Kwa sababu anafungulia nani? Huyu Koreshi masihi wake, ambaye atalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa tena. Bwana asifiwe. Nakumbuka, wacha niwapatie kwa sababu ni ushuhuda. Bwana asifiwe. Wakati Bwana alishuka kwangu, kulikuwa na mambo yasiyowezekana. Yes, mambo yalikuwa yakiwezekana na mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini kwetu tuliona ni magumu. Bwana asifiwe. Na wengi nishawapatia hiyo habari wakati mwingine, miaka imepita. Nikamwambia vile kuliendelea na vile kulikaa, shida ikaingia. Lakini siku ile Mungu alikuja na kufungua ule mlango uliokuwa umefungwa. Bwana asifiwe. Hii dunia ina wenyewe. Bwana asifiwe. Hii dunia ina wenyewe. Bwana asifiwe. Lakini nani mkuu wa dunia?
Ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Dunia ni yake na vyote vilivyomo ni vyake. Haleluya. Na niwaambia iko siku mambo yaligeuka yasiyowezekana. Tukaona kana kwamba ni kama tumefungiwa njia. Ni kama hakuna mapito. Bwana asifiwe. Lakini nilikuja siku moja, msichana aliyekuwa mwembamba sana alikuwa amezaa mtoto wa Mhindi pale Ndegwa. Tumekaa kwa nyumba yetu, akaleta ujumbe na akaimba wimbo. Siwezi kukumbuka ule wimbo alikimbia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huyo msichana alikuja kwetu akaimba wimbo huo, ametumwa na Mungu kwetu. Bwana asifiwe. Ati anafanya nini? Anafanya upya agano. Bwana asifiwe. Na wakati ule nami nikaonyeshwa maono. Bwana asifiwe. Nikaona maono. Na kutoka siku hiyo msichana alikuja, hakuna mlango ulirudi kufungua. Bwana asifiwe. Hata ile tuliona ni ngumu zaidi. Hata wafalme wenyewe hawakufunga. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu alikuja na akaingia, wakalegeza malango. Bwana asifiwe. Kule unaona ni kugumu, kukawa rahisi. Haleluya. Watoto waliokuwa, nilimwambia alikuwa na TV likonda. Ukiona TV imekonda. TV likonda hivi. Ilikuwa 26, ilikuwa hapo 21 kubwa yenyewe. Ilikonda hivi. Ukiona TV imekonda. Screen. Haleluya. Ushaona hujalipa nyumba miaka ngapi? Miaka 3 mbili. Mwaka moja na nusu TV inakonda. Bwana asifiwe. Mwenyewe anakuja hapo, msitaki pesa zenu. Mimi nakuja kunywa chai kwa mama wangu. Haleluya. Unafikiri anakuja kukudai na anakuja kunywa chai. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu anakuja, ile milango ilikuwa imefungwa aje ifungue. Hakuna wakati wa kufungwa tena. Bwana asifiwe. Haitafungwa tena. Not kwangu, mimi nimeshakataa, na sio kwako ukiamini. Bwana asifiwe. I hope unaamini. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahala palipo paruza. Nitavunja vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Bwana asifiwe. Hebu angalia, sio Koreshi anaenda, si Koreshi Masihi anaenda, Mungu ndio atakayeenda mbele zako. Ewe Koreshi Masihi wake, wewe mtu wa mafuta wake, wewe uliyeamini. Bwana asifiwe. Haleluya. Tazama, nimeliangalia neno hili, nikalila na nikazama ndani yake. Bwana asifiwe. Na kujitia mahala pale ikanipeleka miaka zaidi. Bwana asifiwe. Huko nyuma nitakwenda mbele zako na kupasawazisha mahali palipo paruza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo atafanya mahala pale pawe tambarare, atavunja vipande milango ya shaba, yani milango ya chuma, ili uweze vunja those doors ambazo zinakaa ziko shati. Bwana asifiwe. Wewe unajua dada na ndugu, maybe ni miaka mingi umejaribu kubisha mahali. Bwana asifiwe. Unaenda unabisha, haufunguliwi. Bwana asifiwe. Unatuma barua, hairudishwi. Haleluya. Ukienda pale unaonekana hata yule amekaa pale secretary anakuangalia hivyo. Unataka? Ni kama hapo ajili utafikiri kama ni yake. Unajua kuna duka utataka. Si ndio? Bwana asifiwe. Lakini nzuri sasa tuko na mask, hata mtu akitukana mwingine. Bwana asifiwe. Watu unataka? No, wewe unaambiwa ni haleluya. Lakini mimi najua Mungu wangu leo hii na dakika hii atakuja vipande vya milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Bwana asifiwe. Kwa sababu mimi sitamuongoza, Bwana ndiye ananiongoza. Haleluya. Tupate kuelewa na kufahamu vile mti wa mafuta. Do you know wateule wa Bwana? Sisi ndio ukosa kujua ni akina nani. Haleluya. Tumefinyangwa, tukafanana naye Yesu Kristo, Masihi Koreshi. Bwana asifiwe. Tumefanana naye. Sisi ni watoto wake. Akiwa ndani yako na akiwa ndani yangu. Na wewe pia vile ndani yake. Haleluya. Sisi tuwagavi.
tumekosa kujifahamu au kujijua. Sisi ni wagavi pamoja na Kristo Yesu. Haleluya. Kwa hivyo hapana ati nimwangalie Yesu Kristo pale mbali akiwa ndani yangu. Mimi ni mgavi nagawa pamoja naye. Bwana asifiwe. Na hapa Mungu Baba anakuja anivunjie njia mapito yangu ili niweze kupita. Bwana asifiwe. Wewe pia vile vile dada na ndugu, kile unaona kinakulemea leo hii na dakika hii, kipe Mwenyezi Mungu. Mwambie na kuongoze. Haleluya. Maana ulikuwa unajiongoza, mwambie leo hii niongoze Baba. Haleluya. Kwa sababu anaongoza Koreshi masihi wake na mvunjie milango yote ya shaba. Bwana asifiwe kanisa. Haitakaa imefungwa siku zote. Nami nitakupa hazina ya gizani. Haleluya. Bwana asifiwe. Tazama, baada amevunja hiyo mapigo ya chuma, nami nitakupa hazina na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua kuwa mimi ni Bwana. Haleluya. Nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Bwana asifiwe. Anakuvunja kisha huyu akuongozaye katika siri atakupa hazina ya giza. Bwana asifiwe. Iliyo gizani ama iliyo katika siri. Bwana asifiwe. Mali iliyofichwa. Bwana asifiwe. Nani aliambia wa Kristo ati ni maskini? Hakuna. Yes, hatuwezi kuabudu pesa. Bwana asifiwe. Hatuwezi kuabudu pesa. Pesa wakati unapokezwa au mali yote unapopokezwa, usionyeshe mbele pesa. Bwana asifiwe. Itawale pesa. Tawala mali. Bwana asifiwe. Usiache mali ikutawale. Na hapo ndipo watu wengine sana huenda into heights. Wanaenda juu kifedha kimali, anaanza kuwa kutajirika, lakini siku ya kuanguka anaanguka na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu mali imemuongoza. Badala kukitoa shilingi moja mfukoni wako, unasema wewe shilingi unaingia hapa, na wewe noti ya 500 unaingia hapa. Bwana asifiwe. Lakini si unaambiwa na 500 yako, wewe mwanadamu nifuate kule nikoishe kule utatumia 500. Bwana asifiwe. By so saying ninasema hivi, hatutaabudu fedha, lakini Mungu atakupa hii hazina. Haleluya. Kwa sababu yeye akuongozaye. Hebu tazameni. Hakuongozi katika giza. Anakuongoza ili akuonyeshe hiyo mali iliyofichwa ambao ulijaribu miaka mingi kutafuta hukupata. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakati mmoja nilikuwa naambia my wife yesterday na my daughter jana, nikiwa huko Nairobi, aliniacha peke yangu kwa nyumba. Akaenda dukani, akasema acha nifike hapa dukani nilete nyama tupike. Haya sawa. Nikabaki naona TV. Biblia. Unaona hii Biblia unaona hapa? Ni ya tene. Bwana asifiwe. Ni ya zamani sana. Lakini palikuwa na Biblia nyingine pale kwenye dining table, karibu na ile hati ya kusavia chakula kutoka kwa kitchen. Bwana asifiwe. Nimeketi, ikaanza peke yake kwenda hivi Biblia, na ikifika inarudi na inafunga. Niko peke yangu na ni mchana. Ikifanya hivi ikianguka hivi inaanza tena. Inafika upande mwingine imeandikwa Holy Bible, inalala. Nikaanza kukemea. Shindo wewe. Toka hivi hata ni mafua. Unaona? Sasa nimekuwa mkanisini kwangu, shetani anaingia kwangu namna gani? Bwana asifiwe. Nikaanza kukemea. Lakini sikukumbuka ya kwamba ni Mungu anakuja. Bwana asifiwe. Akaja. Mungu anakuja. Na Biblia bado iachi, ikazidi wakati mimi nakemea na inazidi. Ndajifungua. Wakati mimi nyamaza, nikaangalia nje naona curtains naona curtain haziende juu sababu ya upepo. Kitchen, hakuna mlango wa kitchen umefungwa. Mtu anaweza kuwa anaingilia hapo. Na hatuna fan kwa nyumba. Bwana asifiwe kanisa. Biblia ilifungua mahali pameandikwa, wageni hawatakula chakula chako tena. Bwana asifiwe. Wala nondo. Chakula chako utakila wewe na nyumba yako.
na divai yako utaikunywa wewe na nyumba yako. Ati hivyo ndio Bwana amesema. Bwana asifiwe. My wife came. Kambia Joyce, hivi nimevingirika hapa hivi na kuangalia pale pale. Yule ujumbe tulikuwa mbele ujumbe na mama mmoja alitoka sijui Kidongori. Bwana asifiwe. Akatuletea kwetu nyumbani. Akitetemeka ametumwa na Bwana. Lakini mimi siku ile nileta hiyo ujumbe sikuchukua. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati wa Mungu kiwadia, dada, penda usipende, milango yote inafunguka mbele zako. Haleluya. Na anakupa hiki, anakupa kingine, mpaka utasahau kweli ni Mungu amenipa hiki. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Anakupa kila kitu upate kujua kwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako. Naam. Nani huyu? Mungu wa Israeli. Bwana asifiwe. Ujue yeye anayekupatia. And that is the reason Mungu anakuongoza. Bwana asifiwe. Ndio ujue si kuona mimi pekee, yeye amefanya nikapata. Ukifungua kumbukumbu ya Torati nani? Kuna mahali imesema hivi. Ukishapata hii mali, usiseme ni akili zako. Usiseme utajiri huu ni wako. Bwana asifiwe. Useme ni Mungu Baba amekupa ule utajiri. Usiringe dada na ndugu. Haleluya. Vile vile hapa tunavyoona au tunavyosoma, uja kwamba mimi ndimi Bwana. Yaani Mungu wa Israeli. Haleluya. Na anakuja kwa jina lako. Kwa hivyo hajakosea. Kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa ijapokuwa huko nijua. Haleluya. Akazidi kusema kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu. Yakobo tu ndio Israeli. Bwana asifiwe. Lakini mteule wa Bwana. Haleluya. Amefanya nini? Nimekuja kwa jina lako, nimekupa jina la sifa ijapokuwa huko nijua. Haleluya. Hebu angalia kule watu potea. Ijapokuwa huko nijua. Your name, jina lako matter so much. Haleluya. Haijalishi unaitwa Wanjera. Wewe sio Wanjera. Bwana asifiwe. Huko kwa jirani. Bwana asifiwe. Hata kama unaitwa nani, ile jina unaitwa. Hata uitwe Simba au uitwe Ngare. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Jina la sifa. Kwa sababu Mungu anajitukuza nawe. Hiyo ni identity. Bwana asifiwe. Je, nakumbuka kuna wakati tuliambiwa hapa ndani ya kanisa hili yale majina tumeitwa. Haujui kule lilitoka. Bwana asifiwe. Sasa ukisema kinywa, kazi yake ni kukunywa. Bwana asifiwe. Na mtu aitwa Kemata ni Mumata. Kemata ni Mumata. Si ndio? Wanjiru ni mweusi. Ama ni wa mweusi. Ni Wanjiru kusema mweusi. Bwana asifiwe. Sasa ukiniita Getea, mimi naitwa Getea, si Manyasi, si ndio? Getea, unajua cha niambia jina Getea. Getea tukichoma ishaji. Bwana asifiwe. Tufanye leo experiment. Wewe ufunge Getea ni nini nyanyeshi? Nyanyasi. Kitu kimefungwa. Kitita. Imesanywa pamoja. Kama kitita hivi. Itakuwa hata kama ni takataka. Kitu kimesanywa. Wewe ndio mali kitu. Tunaweza hapo mtakase. Bwana asifiwe. Watu wa Bwana ni furaha. Haleluya. Amesema ni kama taka ile imefungwa. Bwana asifiwe. Lakini si na pepa bag. Haleluya. Unajua ile ya nani? Ukiangalia ile ilinamia ilikuwa ya nani? Ya Joseph. Aliona maono, akaona wamefunga zile za ngano. Akaona zile za ngano zimefungwa. Sitakataka wewe. Hiyo pia nilitia. Wewe profesa acha. Akaona vimefungwa. Lakini zile zingine zote zilinambia Getea yake. Getea hiyo. Getea yake. Si ndio? Wakashangaa sana. Bwana asifiwe. Alipoambia baba akasema wewe unaonekana utakuja kutuongoza. Bwana asifiwe. Utakuja kutuongoza. Lakini Bwana ashachagua pale awali ukiwa ndani ya tumbo la mamako. So it doesn't matter your name,
haijalishi kule umetoka, haijalishi wewe wa rangi gani, haijalishi urefu wako, lakini yeye yule aishie milele na milele, Mungu wa Israeli, yuaja kukufungulia milango na kupatia hiyo hazina. Hivi tu bure dada na ndugu. Bwana asifiwe. Ndio mtu ya kwamba yeye anatenda. Haleluya. Si mtu anakupa utajiri huo, yeye mwenyewe. Na jina lako ni la sifa. Ijapokuwa hukumuelewa, mimi ni Bwana wala hapana mwingine. Zaidi yangu mimi hapana Mungu. Nitakufunga mshipi ijapokuwa hukunijua. Bwana asifiwe. Amen. Ili wapate kujua kutoka mawiwa ya jua na kutoka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana wala hapana mwingine. Mimi naiumba nuru na kulihuluku giza. Mimi nafanya suluhu na kuhuluku ubaya. Mimi ni Bwana niatendaye hayo yote. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. How powerful Mungu alivyo. How powerful. Yeye yule anayekuongoza alivyo. Angalia, hakuongozi katika njia mbaya. Haleluya. Na naongea kuhusu Masihi. Kama hujaokoka, okoka leo hii, uitike Masihi. Mtu wa mafuta wa Bwana. Bwana asifiwe. Na jambo hili hata malipokuwa tumekapoenda dada na ndugu, utaona kwamba Mungu anataka kujitukuzisha. Na alitaka kujitukuzisha na Masihi kwa sababu anasema hivi ati mimi Bwana wala hapana mwingine wa kufanya nini? Afanye haya mambo yote. Zaidi yangu mimi hapana Mungu. There is no other God. Yeye ndio Alpha na Omega, mwanzo na hata mwisho. Zaidi yake anasema hapana mwingine. Zaidi yangu hapana Mungu. Nitakufunga mshipi ijapo kuwa hukunijua. Bwana asifiwe. Hata hukumjua, lakini akufunge na mshipi kiunoni mwako, ili wapate kujua kutoka the rising of the sun to the setting of the sun. Bwana asifiwe. Toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana wala hapana mwingine. Bwana asifiwe. Yaani anajitukuza, hakuna mwingine. Bwana asifiwe. Hakuna mwingine amepatia huyu kitu hiki. Ni mimi Bwana nimefanya. Bwana asifiwe. Sio shetani, sio maombi ya manabii, sio wachawi, sio waganga. Bwana asifiwe. There's no other God but me. Bwana asifiwe. Hallelujah. Anawafanya haya yote. Leo hii tulikuwa na njaa na kiu. Bwana asifiwe. Lakini tunazidi kuonjeshwa tokea ile Sunday nyingine. Bwana asifiwe. Kuonjeshwa tu. Lakini kuna dakika inakuja watajua ya kwamba Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka ndio kimbilio letu. Bwana asifiwe. Watajua yeye ndio atakayefungua hii milango. Bwana asifiwe. I'm only given 1 hour. Haleluya. Mkorino moja, si mkorino, ni mtu wa Mungu. Msababu alikuwa katika kanisa la Korino. Sisi ni wabaya. Palikuwa na Wakikuyu wawili na mkorino moja. Imagine. Hiyo si ni mbaya. Wacheni. Haleluya. Wakikuyu ni watu wa Kimkorino, si kama mtu, na ni Mkikuyu. Bwana asifiwe. Aliuliza, sasa wimbo moja wa mkorino akiimba inamalizaga lisali moja. Oh, praise the Lord. Wimbo moja alisema ya mkorino. Inamaliza lisali moja na tunakuwa lisali moja. Basi tutaingia tuimbe tu. Nengaiwa Bwana asifiwe. Akimaliza 1 hour na ujibili wamepaa. Bwana asifiwe. Na kusikia kweli wameingiana na roho. Haleluya. Alafu 1 hour inakwisha. Tufungeni. Twende zetu. Hallelujah. But there is something that I believe in. Bwana asifiwe. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo yu pamoja nasi. Bwana asifiwe. Atakuongoza dada, ataniongoza mie, wewe na nyumba yako, wewe na watoto wako, pamoja pale umeketi, eti ya kwamba huu ni mlango wa chuma umewekwa. But he's coming to break it. Amen. Hallelujah. He's coming to break it. Anakuja kuivunja. Ataivunja. Bwana asifiwe. Ataniondolea. Tujue kwamba ati zaidi yake hapana mwingine. Yeye ndiye ametenda haya yote. Yeye ndiye anayevunja haya hizi zote. Bwana asifiwe. Mimi anasema naiumba nuru. Hebu angalia. Na ihuluku giza. Mimi nafanya suluhu
na kuhuluku ubaya. So wakati kuna ubaya analeta uzuri. Bwana asifiwe. Wakati kuna giza ondoka, nuru itawale. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na hivyo ndivyo mimi nafurahia ndani yangu nikijua there is a time, dada na ndugu, giza ilitukumba. Haleluya. Hatukuwa na mbele wala nyuma. Na wasioni haya mimi nikisema. Bwana asifiwe. My wife is a banker. Ilikuwa banker. Bwana asifiwe. Anaishi ndio katika bank. Haleluya. Yeye ni engineer. Bwana asifiwe. Na kwa yote tulimshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Kuna mtoto kwangu nyumbani alikuwa hajui nyenje. Ukimwambia ndio hajui ni nini nyenje ama nini. Sijui aliona nini. Bwana asifiwe. Walikuwa hata walimu shule walikuwa wanasema haya yule tu ana magari. Na ni gari moja alikuwa na drive na kwa watoto. Mnaita kuna magari, si ndio? Nikasema asante, magari. Mwingine akatuambia akasema sijui kwa nini ubarikiwa kwa nini? Na mweza saidia watu. Uko na manyumba, uko na malori na magari zikaingia. Nikwambie leo hii yule akulanie anabariki. Amen. Let me just tell you the truth. Bwana asifiwe. Brother, let me just tell you. Aidha kuwa na kulani leo hii. Ati labda wafanye hizo wanasema uko na hii na hizo. Pokea hizo. Bwana asifiwe. Haleluya. Tukapokea. Haleluya. Na kwa sababu si mimi nimesema, Bwana amenipa. Na sije kusema ni akili zangu, ni Bwana amenipokeza. Bwana asifiwe. Ni Bwana amenipokeza. Kwa sababu alitaka nipokee. Bwana asifiwe. Alitaka niwe nayo ili ajitukuzishe. Bwana asifiwe. Wakati anasema aliumba nuru na kuhuluku giza, ile nuru aliyoleta ndani yangu akaondoa ile giza. Bwana asifiwe. Ndivyo akuja kuondoa hata ile giza iko mbele zetu. Slowly by slowly. Bwana asifiwe. Ati katika ile nchi unayoenda kuingia, wale watu wako kule sitaondoa kabisa kwa haraka ndio sikute wanyama huko. Bwana asifiwe. Hebu angalia akili ya Bwana. Ati ile nchi naenda kukupatia, wale watu wako kule sitaondoa kwa haraka. Ni yako nitakukabidhi. Bwana asifiwe. Kwa sababu ni agano. Lakini wale wako kule siondoi kwa haraka ndio usipate wanyama kule. Ukuta umekulimia. Bwana asifiwe. Dada, leo hii na ndugu zangu wapendwa, anza kukaza mikanda ya hema za nyumba zako. Bwana asifiwe. Haleluya. Waanze kuikaza. Wacha kuangalia yako kadogo. Ati pale ulikuwa unafunga ni kama kahema hapa, ifungia huko sasa. Na ingine fungia upande ule. Ianze kuanda. Bwana asifiwe. Na Mwenyezi Mungu azidi kubariki. Hiyo giza, that darkness has to go. Bwana asifiwe. Anasema yeye aliumba nuru na kuhuluku giza. Kulihuruku giza. Bwana asifiwe. Nami nafanya suluhu na kuhuluku ubaya. Bwana asifiwe. Suluhu. So all your problems ukimpa anazisolve. Bwana asifiwe. Lakini nani anayekuongoza? Ndio pata nini hii yote. Usisahau hiyo. Usipate uanze kusema nilijifanyia. Bwana asifiwe. La. Na anasema mimi ni Bwana nitendaye haya yote for the glorification of my name. Kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Bwana asifiwe. Afanye kwa ajili ya jina lako. Hata kama unakwambia ni la sifa, ni kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Haleluya. Kwa hivyo unapopokea, ipokee kwa shukrani. Wakati huo msichana alikuja katika nyumba yetu na kutuambia vile, tulinyamaza na tukaomba. Na wakati ule ni kugumu. Hata ndipo mmoja wakuja kuomba katika nyumba yetu tumuombe. Imagine tunaomba yeye anaenda ng'ambo. Sisi tunabaki Kenya. Lakini kwetu. Amen. Si ndio? Alafu
alikuwa na shida. Analeta group nyingine. Sisi tuko hivi, tuko vile. Tunaomba maneno yanafaulu. Mimi mtoto wangu anaenda shule. Hii sijui ni tabia gani? Hana uniform. Joyce anakuja anaekelea mkono, pata uniform. Kakaiwa tayari. Ni muombaji. Bwana asifiwe. Pata hiki. Watoto wake si wangu wake wamefukuzwa. Can you imagine mtoto wake amefukuzwa shule? Unasikia watoto wake wengi? Wangu walikuwa shule. Lakini watoto wake watoto wake walikuwa wamefukuzwa. Wangu wako shule. Wako shule kwa nini? Nilikaa na imani watakuja rudi. Lakini wake akaniambia, "Enda ukope pesa nani?" Nikamwambia nitakopa kwa nani? Nimwambia nakulipa siku gani? Bwana asifiwe. Nyumba ndio hiyo, mwaka na nusu. 1,300. Watonya hiyo. Bwana asifiwe. Lakini nakwambia baada huyo mtoto msichana kuja kwetu, Mungu alifungua njia, nilienda nikakabidhi mwenye nyumba 1,300 shika. Bwana asifiwe. Cash. Cash. Na si deni. Akiwa amevaa tumuani kama mtoto wako umevaa pia. Bwana asifiwe. Akalia. Bwana kitika. Huyu maisevia. Ai tena kwa sasa hadi mwingine tena. Bwana asifiwe. Mwenye nyumba tajiri. Akaniambia wacha nikwambie, unajua zile pesa nilipatia. Kama ungekuwa ukinilipa mimi ningeshauza. Lakini leo hii imagine deni yetu yote tumeclear. Kwa hiyo akasema mimi ni savior wake. Hallelujah. Hallelujah. Hebu angalia, mimi najiona shida. Kumbe mtajiri si tajiri wangu. Anaitwa nani? Landlord ako na shida zaidi yangu. Anauzwa. Nikamlipa wakati ule ufao. Bwana asifiwe. Hallelujah. Na katika lile shimo tulitoka kwa ajili ya Bwana. Utukufu na urudie. Dada ndugu hata wewe vile vile. Hata wewe dada pale umeketi. Mungu yuaje kufanya the same to you today. Bwana asifiwe. There's a gentleman amteni alikuwa anajua hapa waita nini pale? Tulieni. Na sitamsahau. Nilipelekwa na baba mmoja wa na father-in-law wa Marcus. Bwana asifiwe. Father-in-law wa Marcus alipeleka huko. Mwanaume nyumba imeuzwa na Equity. 1.5 milioni. Nyumba amejenga na pesa mingi 1.5. Bibi yake alikuwa amepeana. Hallelujah. Akaweka guarantee. Lakini sisi nasi tu. Yaani tu na kapale karibu. Sitaambia pale ndakaa ndio nisije. Bwana asifiwe. Akakuja. Ushipo umetokea hapa. Kesho akaniambia lazima ukuje. Please, I'm begging. Kuja twende hapo. Kuna mtu anataka kujimaliza. Tukamtoa kwa mwanaume. Yuko hai. Bwana asifiwe. Tukaomba na yeye. Nikampatia kitu nilipewa na Mungu. Kumbukumbu ya Torati 8. Wakati Bwana alinipatia kumbukumbu ya Torati 8, alisema ni amri nao kupatia leo hii. Bwana asifiwe. Not tomorrow, leo hii. Even tomorrow ikifika leo hii. Bwana asifiwe. Even to this day unayebarikiwa ni leo hii. Kesho ukija ni leo hii. Amen. And I blessed that gentleman. Nikamwambia usije kasahau. Leo hii ananuka pesa. Huyo mtu. Kutoka kwa kifo, kwa giza akaingia nuruni. Bibi yake kama mnamkumbuka alikuja kanisani siku moja tukiwa kule chini. Akasema mimi sitaki nini? Salamu za mkono. Nataka kukukumbatia. Watu nyangeni. Bibi akakuja, mnamkumbuka? Mnamkumbuka alikuja kule kanisani chini. Akasema mimi sitaki. Baada ya miaka ngapi? Kisha aliniambia hawa wazee wananuka pesa. Hata akaniambia siwezi kuwaona. Ile nyumba wamejenga hakuna runda. Bwana asifiwe. Hapa ni Mungu. Bwana asifiwe. And because nami nikamwambia, ndugu, Mungu akifungua huo mlango akiondoa hiyo giza, usiringe, sema ni Mungu Baba. Hallelujah. Bibi yake alitoka kule kanisa akadharau kanisa ya mabati, ilikuwa ndogo pale ile. Roho akamshika akamwambia, "Dada unataka kwenda, si ndio? Na usidanganyane." Nani anakumbuka hiyo? Unakumbuka? Ndio. Akamwambia, "Dada unataka kwenda."
Sababu mbona hizi kanisa? Mimi nataka Karura Chapel. Kwa hivyo hii si Karura Chapel. Hii ni nini? Ni Marigoini, sababu kuna maji hapo chini. Na hapo Marigoini ndio panatoka mama. Hapo Marigoini ndio panatoka mama. Hapo Marigoini ndio Kristo yuko. Karura Chapel, na sisemi kanisa mbaya, haikufanya nyumba yake isiwe nzuri. Mwanamke akatoka kwa kanisa akasema ndio nataka nimeona vizuri na roho. Haya basi yeye akaenda pale sokoni, palikuwa na kanjia tunatokea hapo. Akangojea matatu. Akitokea pale anaona matatu zinasimama hapo. Wakati alienda kusimama hapo, gari zikamruka zikasimama pale chini. Akabaki hapo, akasema pale ni nini? Akaenda hapo chini. Akakaa zikasimama pale, alikuwa kipabe ametoka. Akarudi hapo hivi, zikasimama pale mbele. Akajua kuna Mungu. She said it. Mimi watumishi wa Mungu, nimeenda pale, nimekaa pale, nimesimama hapa gari, na naona zikija, ingine ikakuja imejaa. Matatu akaenda, kwani matatu mjaa. Ikaruka pale, akienda hapa inaenda kule. Let me tell you what happened. Alipoingia kwa hiyo matatu hiyo, mtu alikuwa akienda, alitoka wakitoka wako kwa gari. Tuarekia! Tumemaliza! Akalia. Bwana asifiwe. Lakini leo hii alipodaka Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sisi nasi dada na ndugu, wakati Yehova Mungu Baba anaingia kwetu, wache tukuze jina lake. Wache tuseme anastahili kuabudiwa, kupokea sifa, utukufu wote ni wake. Bwana asifiwe. Akasema dondokeni enyi mbingu toka juu, mawingu na yamwage haki, nchi na ifunuke ili kutoa wokovu, na mtoe haki ikamee pamoja. Mimi Bwana nimenyumba. He's commanding. Hallelujah. Dondokeni enyi mbingu. Hata kama kuna ukame, idondoke. Bwana asifiwe. Inene haki. Hallelujah. Ikushuhudie. Bwana asifiwe. Mawingu na yamwage haki juu ya ardhi. Bwana asifiwe. Nchi na ifunuke ili kutoa wokovu. Hallelujah. Na itoe haki ikamee pamoja. Mimi Bwana nimeiumba. And because he created this world, Bwana asifiwe, mbingu na nchi aliumba, ndipo unasikia once amesema jambo litendeke, linatendeka. Amen. Bwana asifiwe. Nilikuwa nakumbusha watu kwa siku nyingine, sitanena sana hiyo kitu. Tuliingia kwa kanisa siku moja afternoon huko chini. Kuingia hivi roho akasema hapana. Hamuombi. Hakuna kitu mnaendelea sasa. Inueni mikono na mwelekeze pande ya Mount Kenya. Bwana asifiwe. Elekezeni Mount Kenya mikono yenu. Kwa sababu kumechafuliwa. We were just a few people. Tulikuwa mimi mpaka Joyce na ule msichana ameketi pale ile Florence. Alikuwa akiwa tu mtu mpya. Hata nilikumbusha. Then tukaambiwa kile kimefanywa huko Mount Kenya sio ya uungu. Karibuni hayo maombi na nitampatia kile mnahitaji. Bwana asifiwe. Tulikuwa wachache tu na uaminifu wetu, tukainua mikono yetu juu. Na Kenya ilikuwa na ukame. Bwana asifiwe. Tulitoka huko kanisa na Mungu. Mungu akasema nimebariki nchi yako. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa hivyo kuna kuamini na kuna kutumika vilivyo. Hebu simama muamini. Ule dada simama. Tulikuwa na ule dada. For the first time nikaenda naye utumishi mwingine tulienda naye. Na huyu dada. Hebu sijui kama unajua. Soma dada. Palikuwa na mwingine. Tulikuwa mimi tu. Na wewe na mama Kemi, sio? Hapa kuna mwingine. Hebu imagine kwa tembea na demu watatu. Nilikuwa tembea na demu ngapi? Hata hapo shika demu naambia. Huyu na ule na mwingine. Mungu akatutuma. Bwana asifiwe. Ni ukame tena inanuka. Wanyama wamekufa, harufu tukienda hivi Narok. Ilikuwa kuna vunda. Bwana asifiwe kanisa. And when we went there,
tukaona vumbi. Ule dada wacha huyu, aidha uliona vumbi ile tulikuwa na kwa gari. Tunaweka wiper na si mvua. Sababu hatuwezi kuona mbele. Fisi anapita mzoga wa zebra hakuli. Sababu already ameshiba. Hata labda teme macho, mbona unakufa? Bwana asifiwe kanisa. Nchi ya Kenya ikanuka. Lakini tulipotoka na huyu dada na yule na mwingine ambao hayuko hapa leo hii. Kutoka Narok tukakuja karibu na Mai Mahiu. Roho akasema tushuke. Tukashuka. Tukatii. Na tulipotii, kuna kitu nakwambia kutii. Bwana asifiwe. And to obey God. Bwana asifiwe. Shukeni. Tukaambiwa ndeni msimame pale mahali tambarare. Wanawake wa Kimasai hakuna maji, ni vumbi. Kaupepo wanavuka vumbi. Tumekaa. Tukashikana mikono, tukaanza kuomba. Nikaambiwa na Roho, rudi kwa gari yako, leta hiyo maji umeficha hapa chini yako ya kukunywa. Lita 5. Patoni ndio. Sasa tunakiwa. Nilikuwa tukiomba hapa tunakunywa. Leta. Nikaambiwa bariki nchi yangu. Wamasai akina mama wako na mitungi hawana maji, mimi namwaga maji kwa nchi. Bwana asifiwe. Hakuna maji dada, na mimi namwaga maji. Nibariki nchi yangu. Maji lita 5 safi ya mfereji. Na kina mama wako pale wanatuangalia. Niko na huyu dada na huyu na mwingine. Then nilipofanya hivyo, Roho akanena akasema, nitapita katikati yenu. Nijue mimi ni Mungu. Haya. Tumeshikana. Wakainukia kuweko. Tuko na wakainukia. Hapana. Nakwambia. Sijui kama mimi alikoja apata Mungu na suti. Ni Mungu amepita ama walikoja nani? Tumekaa tu nimwashika hivi. Uliza yule dada alikuwa kama nguo imeanikwa kwa kamba. Bwana asifiwe. Nami sababu mimi ndio nilikuwa dume yao hapo nimwashika wasiende. Wanaenda bwana. Nami nitumengoma sasa wamekaa hivi. Sijui alikuwa anasema nini. Ule taka jamaa la hii hao ni mapepo ama ni nini inaendelea pale. Nakwambia upepo ulikuja. Bwana alikuja. Bwana asifiwe. Alisema nitapita katikati yenu na mtaniona. Anamteli wiki. Kweli? Akafanya nini kwa mimi? Kupita hivi alienda katika kilima, mlimani huko. Bwana asifiwe. Tukaona. Amesimama hivi. Kukafanyika nini? Ngurumo. Saa hiyo na jua kali inachoma kipara kama ungekuwa. Mtu angekuwa na kipara hangebaki. Ingewakisha kiberiti hivi. Bwana asifiwe. Akasimama pale akasema, "Look, kila mmoja tumekaa hivi, angalieni." Ikafanya. Hallelujah. Tukitoka huko ni mvua Bwana akafanya. Hallelujah. Akafanya nini? Akafanya dondokeni enye bingu toka juu. Akadondosha. Tukitii. Bwana asifiwe. Dada ndugu leo hii wewe tii. Vile Roho anavyosema. Asante. Bwana asifiwe. Akatenda. Mvua ikanyesha. Hallelujah. Wanyama wakala. Bwana asifiwe. Niwaambia siri. Hatukujiombea sisi. Mungu angalia sisi hapa tumekaukiwa, hakuna chakula, unga imeongezwa. Tuliomba. Mungu Baba tunakuomba kwa ajili ya hawa wanyama. Bwana asifiwe. Na ndege wa angani. Na chochote kile kitambacho juu ya nchi na kipaacho juu ya nchi. Bwana asifiwe. Hawa ndege wakimbie, hawa wanyama washangilie. Bwana asifiwe. Hatukujiombea sisi, anayememba wewe. Hatukujiombea. Na niomba Mungu Baba kwa ajili ya hawa wanyama. Sisi ndio tumetenda dhambi, ndio kumekuwa na ukame. Haleluya. Bwana asifiwe. Mungu akatenda. Haleluya. Mungu akatenda. Nyahururu vile tulitumwa na Wakariuki. Ule dada alikuwa hapa ameenda lakini ukame tena hivyo. Bwana asifiwe. Tukatii. Haleluya. Na Mungu naye pia akaleta mvua ya huruma. Bwana asifiwe. Chakula ikapatikana. Ngano ilikuwa imekwisha. Haleluya. Akadondosha. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya nini? Anasema mimi ndio nimeiumba.
So what are the requirements? Nini nahitajika wewe dada na mimi na yule mwingine tufanye? Ni kumuomba. Bwana asifiwe. Unceasingly, pasipo kukoma. Amen. Hata ugonjwa COVID hii ni. Bwana asifiwe. Na si alituambia. Bwana asifiwe. Mtu wote wa Victoria anajua kile tuliambiwa wale tulikuwa hapa. Na si alisema alikupata. Bwana asifiwe. Kwa sababu alinena. Lakini nikwambie, ole wake ashindanaye na muumba wake. Ole wake ashindanaye na nani? Na muumba wake. Hapo naye ninasema hivi. Ole wake ashindanaye na muumba wake. Kigae kimoja katika vigae vya dunia. Yaani a broken pot ama unaona? Kigae ni kile a broken pot. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni ile chungu ambacho kimevunjika. Kigae, Bwana asifiwe. Kigae kimoja katika vigae vya dunia. Je, udongo umwambie yeye au afinya ngae unafanya nini? Au kazi yako hana mikono? Bwana asifiwe. Unafanya nini? Au kazi yako hana mikono? Bwana asifiwe. Usishindane na muumba wako. Haleluya. Sisi ni kama udongo. Na hapo tunaposhindana ni jambo kama hili kushindana. When the Lord says something, Mungu anasema jambo. Unaanza kusema moyo, hata siku yetu tuliambiwa hivyo. Unaona sasa? Hata siku yetu tuliambiwa nini?